Mmoja kati ya wanafunzi watatu kutoka vyuo vikuu tofauti tofauti jijini Dar es Salaam waliodaiwa kumshambulia mwenzao wakimgombania msanii na mtangazaji wa vipindi vya redio Balton Mwemba maarufu kama Mwijaku ameswekwa mahabusu baada ya kukosa dhamana katika kesi ya jinai inayomkabili na wenzake hao. Mwanafunzi huyo Mary Gelvas Matogolo mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, na wenzake wawili wamepandishwa kizimbani katika mahakama hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu leo Mei 30 mwaka 2025. Katika kesi hiyo inayosikilizwa na hakimu mkazi mkuu Gwantwa Mwankuga, wanakabiliwa na jumla ya mashtaka 8 ya kusababisha madhara kimwili, kutishia kuua, kutoa taarifa za uongo mitandaoni na uharibifu wa mali. Mbali na Mary, wanafunzi wengine waliopandishwa kizimbani mahakamani hapo kwa tuhuma hizo ni Reina Ponki Mkwaweli wa chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam na Asha Suleiman Juma, mwanafunzi wa chuo cha Uhasibu Dar es Salaam. Awali, kabla ya kupandishwa kizimbani leo, wanafunzi hao walikamatwa na kuhojiwa na jeshi la polisi Dar es Salaam baada ya kipande cha picha jongefu, yani klipu, kusambazwa mtandaoni Aprili 20 mwaka 2025 ikiwaonesha wakimfanyia udhalilishaji mwanafunzi huyo mwenzao. Pia jeshi la polisi lilimhoji Mwijaku baada ya kuhusishwa na tukio hilo kutokana na kutajwa na wanafunzi hao katika video hiyo. Wanafunzi hao wamepandishwa kizimbani mahakamani hapo na kusomewa mashtaka hayo na wakili wa serikali Tumaini Mafuru. Katika shtaka la kwanza, washtakiwa wote wanadaiwa kula njama ya kutenda uhalifu. Katika shtaka hilo, wakili Mafuru amedai kuwa Machi 16 mwaka 2025, eneo la Sinza, wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, washtakiwa walikula njama kwa nia ya kutenda kosa la kuchapisha taarifa za uongo. Shtaka la pili, ambalo ni kusambaza taarifa za uongo, linalomkabili Mary na Asha, wanadaiwa kuwa siku hiyo walisambaza taarifa za uongo katika mitandao ya WhatsApp yenye maneno kuwa toa sauti, umefanya mapenzi na Mwijaku lini na wapi. Shtaka la tatu, ambalo pia ni kusambaza taarifa za uongo, linalomkabili Leina peke yake, anadaiwa kuwa siku hiyo alisambaza taarifa hiyo kupitia mtandao wa WhatsApp. Shtaka la nne, ambalo ni kusababisha madhara makubwa, linamkabili Mary peke yake, akidaiwa kuwa siku hiyo alimshambulia Magnificanti Kimario kwa kumpiga kichwani na chuma na kusababisha maumivu makali. Shtaka la tano, ambalo ni kusababisha madhara makubwa, ambalo linawakabili washtakiwa wote. Wakili Mafuru amedai kuwa siku hiyo kwa kutumia nguvu washtakiwa walimvuta nywele Magnificanti na kusababisha madhara makubwa. Shtaka la sita na la saba, ambalo ni kuharibu mali, pia yanawakabili Mary peke yake. Wakili Mafuru amedai kuwa siku hiyo Mary aliharibu laini ya simu na simu ya aina ya Samsung yenye thamani ya shilingi 700,000, mali ya Magnificanti. Shtaka la nane ni kutishia kuwa, ambalo linamkabili washtakiwa wote, wakidaiwa kuwa siku hiyo walitishia kumuua Magnificanti kwa kutumia kisu. Hata hivyo, washtakiwa wote wamekana mashtaka hayo. Upande wa mashtaka umedai kuwa upelelezi wa kesi hiyo uko hatua za mwisho kukamilika, hivyo uliomba tarehe nyingine ya kutajwa. Hakimu Gwantwa alitaja masharti ya dhamana kuwa kila mshtakiwa anatakiwa kuwa na wadhamini wawili wenye barua ya utambulisho, vitambulisho vya taifa, watakotia sahihi bondi ya dhamana ya shilingi milioni 5 kila mdhamini. Washtakiwa Reina na Asha wametimiza masharti hayo na kuachiliwa huru kwa dhamana, lakini Mary ameshindwa kutimiza masharti hayo ya dhamana. Hivyo hakimu Mwankuga ameamuru apelekwe mahabusu gerezani mpaka Juni 13 mwaka 2025, kesi hiyo itakapotajwa tena mahakamani hapo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi. Mimi ni Jesse Tunuka, Mwananchi Digital.